maana juzi Mguto hapa Jeff, wakati unaendelea, ndio maana juzi Mguto hapa alisema kabisa wakati wakiwa wanapanga schedule ya Simba na Yanga huwa wanapanga kwa muda ambao unakuwa rafiki, lakini pia wakipanga schedule ya Simba na Yanga ujue siku hiyo hamna mchezo wote. Hiyo tayari ni favor kwa Simba na Yanga. Ukiwalaumu, yani kwa mfano akiibuka hapa mtu wa Azam au wa JKT akasema guys, hivi kwa nini Simba na Yanga wacheze saa 8, tunacheza saa 8 sisi tu. Umeelewa? Kwa hiyo wana hiyo power ya kutoka wakasema no, forget about the, unajua shida nyingine kwenye mpira wetu, so lazima utumie power kwenye sehemu ambayo kwenye mpira wetu mkawa ina wote tulioko hapa ni kwamba tunaishi kwa nguvu ya yule ambaye anaweza kuongea zaidi. Sawa, yule ambaye anaweza kurupuka zaidi, yule ambaye anaonekana na hasira zaidi, na ndio maana unaona kuna kama choreographed efforts za upande mmoja kwamba hatuchezi, upande mwingine uko tayari kucheza. Lakini katika hali ya kawaida mimi hili swali nitaliuliza hata mara 50 kwamba kwenye zile platform sahihi, sawa, ambako kwenye mikutano mikuu ambayo bodi inahusiana na mabadiliko ya kanuni, kwenye mikutano mikuu ya TFF, haya mambo huwa yako wapi? Mbona hayazungumzwi pale? Si huna imani na watu wa bodi ya ligi? Mkutano mkuu unakuja, umekaa kimya, hujawahi kutoka. Sawa, umeibuka sasa hivi, alafu katika haya yote yanayotokea utagundua kwamba tumesahau kwamba chanzo cha hili sakata ni nini? Chanzo cha hili sakata ni Simba kuzuiwa kufanya mazoezi. Sawa. Chanzo cha hili sakata sio maneno ya Mguto, sio maneno ya Karia. Sababu ya Simba kuzuiwa kucheza mechi ilikuwa inatosha kuahirisha mechi. Kwa mujibu wa kanuni iliyoko inayo guide bodi ya ligi, kanuni inasema kwamba kama kuna sababu ya dharura na ile ambayo TFF watakubaliana nayo. Sawa. Kwenye hiyo detail ya ile ambayo TFF watakubaliana nayo. Sasa kama hii kanuni wakati ligi inaanza, kwa sababu ligi ikiwa inaanza huwa klabu zote pale ndio platform sahihi ya kufanya mabadiliko yoyote ya kwenye kanuni. Sawa kabisa. Haiwezekani msimu umeshaanza, katikati ya msimu huko ndio mje kugundua kwamba kanuni ina tatizo. Kanuni ya 34, kanuni ya 34, sababu zilizowekwa zinazopelekea mechi kuahirishwa. Sababu ya Simba kuto train a day before inatosha kuahirisha game, as long as kwenye ile kanuni kuna mahali ambako pameipa nguvu TFF. Yani kwenye hiyo sababu yako ambayo Hans unaizungumza, nisikilize Jeff na Hans. Kwenye hiyo sababu ambayo Hans unaizungumza juu ya hiyo kanuni uko sawa, lakini Jeff naye pia yuko sawa kulingana na ile kanuni ambayo inawapa nguvu bodi ya ligi na TFF. Bodi ya ligi wamepata nguvu kuahirisha game kwa sababu Simba haja train. Ndio hapo wamefeli bodi ya ligi. Sikiliza vizuri ambacho anasema Jeff ni kwamba mfano, subiri kwanza nisikilize basi. Rudia kidogo hiyo kanuni. Irudie hiyo kanuni. Kanuni inasema hivi, sababu yoyote ya dharura na nyingine ambayo TFF na bodi ya ligi wataona inafaa. Huo mstari hapo. Mimi nataka nikutolee mfano mmoja Mkai. Kwenye mkataba wa ajira kwa mfano. Sawa. Mikataba mingi ya ajira, wewe wakati wewe umeajiriwa hapa kama mtangazaji. Naam. Sawa. Inawezekana taasisi ikawa na event ambayo imekutaka wewe kwenye ile event ukawe MC. Sawa. Wewe umepangwa kabisa, ukakataa kufanya ile event. Sawa. Lakini kwenye mkataba wako kuna detail ndogo ambayo imeelekeza wewe job description yako na kitu kingine ambacho ofisi itakupangia. Ni kweli. Sawa? Ni kweli. Kitu kingine ambacho ofisi itakupangia. Hiyo detail hiyo inakuweka kwenye makosa. Sababu kitu hiki ambacho ngoja malize hapa kwa bodi ya ligi. Kwa hiyo tutabishana, tutapiga kelele, tutazungumza, tutazunguka, lakini ukweli ni kwamba TFF kwa ile detail ya kanuni wanayo mamlaka ya kusimamisha mchezo kwa wanavyoona wao inafaa. Na ndio maana katika one of the heated debates hapa mimi niliwahi kumwambia Hans kwamba ukisoma vizuri ile kanuni haihitaji taarifa kutoka kwa vyombo vya usalama, haihitaji mtu kutoka Yanga au kutoka Simba akubaliane na hicho kitu. Imewapa nguvu TFF. Kwa hiyo next time wakati wa uundwaji wa kanuni, mimi na washauri watu wa Yanga, jambo la kwanza kabisa ambalo watake lifanyiwe amendment ni hii kanuni, kwamba iwaondolee TFF, yani kwamba
wao tu wakiona wao inafaa wanaahirisha. Sasa hapo kabla nataka Hans kabla hatuja kupigia pasi nataka nimuulize kamanda kitu kidogo tu kwenye hiyo sehemu. Sababu nyingine watakayoona inafaa. Je, hii sababu nyingine haijaorodheshwa? Wanapaswa kuiona tu wao, sisi wadau wa soka wengine nje hatupaswi kuiona, na kama tunapaswa kuiona kwa jicho la kawaida ya nyama, uliona sababu hiyo ni ipi? Swali zuri sana bwana Juma. Lakini wao si ndio wenye mamlaka kuongoza huu mpira. Acha ajibu swali la Juma. Juma kamuuliza swali zuri sana. Swali zuri, lakini mimi pia wao ni jepesi kujibu kwa sababu ndio hicho ambacho kimesababisha mechi mpaka leo stage. Na ndio maana hata mimi katika hilo swali la Juma ni swali zuri sana, lakini jepesi kujibu. Sawa, ni swali zuri kwa maana ipi? Unaweza ukalijibu bila hata ukiwa umesinzia hivi. Yaani katika hali ya kawaida wenye mamlaka wao si wameona. Sasa wewe mdau huku wa pembeni, wewe mdau wa pembeni huku, inawezekana ikawa umeona sio sawa, lakini wao wameona ni sawa. Ndio maana tunasema safi, tuko pamoja. Sasa kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ndio wanaona. Correct kabisa. Hiyo sababu nyingine at least wakituambia sawa. Sababu nyingine ipi? Hiyo nyingine ambao waliona si zile ambazo zimeorodheshwa, sisi tunakubaliana kwamba zikuwa na nguvu. Ukisikiliza ambacho amekisema Jeff kwenye hiyo kanuni kinaeleweka kabisa kwamba yani sababu ambayo itawafanya TFF ielewe na mwisho wa siku wairishe mechi. Kitu ambacho wameahirisha mechi sababu yao ni kwamba mechi hiyo Simba walizuiliwa kucheza, ambapo TFF wenyewe kwa mamlaka yao ni kwamba wameielewa, ndio maana mpaka sasa hivi mechi imefanyaje, imesimamishwa. Kitu ambacho mimi nina wasiwasi, ambapo sasa ndo nafikiri kwa sababu tutarudia yale ambayo tumekuwa tukijadili kila siku, ni kwamba pamoja na kwamba TFF na bodi ya ligi wameelewa hicho ambacho Simba walikiwasilisha, napata wasiwasi, je, watabaki katika msimamo wao kwamba hicho ambacho walisababisha waahirishe mechi watakisimamia? Kwa sababu kama wamefikia stage ya wao kukubali kuitwa na wizara, je, ule msimamo wao utabaki pale pale au wataugairi wao wenyewe? Na mimi naomba nizungumze kwanza. Kabla nataka nimjibu Juma swali lake. Cha kwanza kabisa, kanuni haijaelekeza kwamba hiyo sababu inahitaji kuelezwa kwa mtu mwingine. Tunaweza tukajadili tukakubaliana hiyo kama udhaifu wa kanuni kwamba guys, hizi kanuni zinatumika vibaya, lakini tutarudi pale pale tu pia kwamba huu ni muda sahihi wa kujadili kanuni. Kwa mfano tukijadili na kugundua kanuni ina udhaifu sasa hivi tunafanya nini? Sasa kuna kitu ambacho kinatulinda wadau wa mpira, lakini pia kina vilinda vilabu. Kanuni ya 34 imeainisha sababu zinazoweza kupelekea mechi ikaahirishwa. Umeambiwa maafa, vifo, majanga na ajali, au kuitwa kwa timu ya taifa wachezaji wasiopungua 3. Hapa hakuna sehemu imeandikwa kwamba timu ikinyimwa uwanja wa kutrain a day before mechi itaahirishwa. Nataka Jeff atoke mbele ya Watanzania wakiwa wanamsikiliza. Simba kunyimwa uwanja a day before kufanya training ni sababu ambayo inatosha kuahirisha mechi? Nataka ukiri mbele ya Watanzania. Sasa kama hiyo sababu inatosha, hiyo unasikia Jeff, wala hata uhitaji kutoa matamko kwamba Jeff atoke, kwa sababu hapa tunapozungumza kwenye hizi maiki za Crown Media Mikocheni hivi mtaa gani unaitwa kwa mawaziri au sio? Sawa. Watanzania wananisikiliza. Sawa, kwa wala uhitaji kutoa tamko. Sawa. Lakini tunarudi manake tunacheza kwenye kanuni. Hatutoi maoni yetu. Sawa, mind you, tutatofautiana tu labda kwenye kuzitafsiri hizi kanuni kwamba kanuni hii inamaanisha hiki, kanuni hii inamaanisha hiki. Sawa. Kanuni imewapa nguvu TFF. Sawa. Hivyo vitu ambavyo vimetajwa sijui vifo whatever ndio vinakava sehemu ya dharura, kwa sababu ile kanuni ina maeneo mawili. Sawa. Imekuambia sababu ya dharura na ikakwambia sababu nyingine ambayo TFF wataiona inafaa. Kwa hiyo accuse TFF kwa kuipendelea na bodi ya ligi kwa kuipendelea Simba kwa kutumia kanuni utakuwa sahihi kwamba bana hii sababu kiukweli haikuwa na mashiko katika hali ya kawaida, lakini inawezekanaje wameielewa. Umeelewa? Yani wao wameelewa. Yani kama tukielewa kanuni, maana yake unajua kuna vitu viwili Mkai. Kuna kanuni ilivyo na kuna ulivyoamua wewe kuielewa. Sio unanielewa? Ndio. Na ndio maana nishai kutolea mfano hapa kwamba hiyo sponge ya Mike hapo
wote we can agree kwamba ni nyekundu, lakini inawezekana Juma yeye ni color blind, anaona kitu cha zambarau hapo. Sawa, haitobadilisha rangi yake ya uhalisia, ni yeye mwenyewe ana shida yake ya kuwa color blind. Kwa hiyo hizi kanuni zipo kama zilivyo, tunaweza kutofautiana tunavyozitafsiri, tunaweza kutofautiana tunavyozielewa, tunaweza kutofautiana kwenye mambo mengine yote, lakini haya zibadilishi hizo kanuni kwa jinsi zilivyo. Na ndio maana mimi kwa ninavyotafsiri hii kanuni na hili tukio lote, niliwahi kusema kwamba kama akijitokeza mtu akasema kwamba TFF wanatumia vibaya kanuni, wanaziabuse kanuni, atakuwa yuko sahihi kabisa. Lakini shida ambayo mimi nitakuwa nayo na hiyo ndio inaweza kawa ni sahihi kamanda, kwa sababu kama mamilioni ya Watanzania tuone hivi, alafu tuchukulie kawaida tu kwamba pale kwenye bodi ya ligi watu wanne wao waone kwamba kuna rangi ya blue. Labda tuelewane kitu kimoja. Sawa. Mimi niko upande wako. Kwenye wengi tuko upande wako Juma. Kwenye hiki unachokisema. Sawa. Na hata niko upande wa Hans kwamba katika hali ya kawaida kukosa training session moja hakuwezi kumfanya mtu awe hayuko katika hali ya kucheza mechi. Mimi I perfectly agree with that. Na ndio maana hata majuzi hapa kwa mfano Benin, South Africa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye mechi dhidi ya Benin, walikwenda wakamfunga Benin goli 2-0. Sawa. Stars tujuzi hapa tumecheza na Morocco kanuni. Lakini Stars walishapatiwa nani? Yani wakati mnaambiwa huo uwanja mta train kwa sababu kuna 1 2 3 wanapewa uwanja wa kutrain kwa utaratibu Umeelewa? Lakini kanuni imewapa nguvu TFF. Kwa hivyo the lesson to be learned here na kwa wadau wote ni kwamba wakati mwingine hizi kanuni tusikubaliane nazo mwanzoni tu pale mwa msimu kwa sababu ya mazoea. Hichi kinachozungumzwa tuzijadili. Hichi kinachozungumzwa Jeff, bado tunarudi kwenye kauli ya Mguto kwamba walitumia busara kuahirisha game, sio kanuni. Kwanza tukiendelea kurudi wametumia wapi hiyo wameitumia kanuni kuto train ya kukufanya ile ilikuwa ni kosa la inawezekana labda unasikia inawezekana labda usome tena kwa mara ya mwisho Jeff leo lilikuwa ni kosa la kikanuni, litakiwa kuadhibiwa kikanuni. Umeona aliyemnyima Simba uwanja kuto train ilibidi aadhibiwe na mechi ipigwe. Hiyo sio sababu inayopelekea mechi kuahirishwa. Bodi ya ligi wamefeli, that's why wametoka wakasema wanatumia busara. Kiukweli hili jambo nimeliangalia sana kwa undani. Kabla Mkai, naomba nikukatishe. Wewe ndo mwenyekiti wetu hapa. Sawa. Naomba kwa heshima na taadhima, ndugu mwenyekiti, nikukatishe. Umeniruhusu. Karibu. Nataka nisome kanuni. Sawa. Kuahirisha mchezo. Kanuni inasema mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. 1, endapo timu ya taifa ina mchezo. 2, endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo wa kimataifa. 3, sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Sawa. Kwa hiyo sababu ya msingi ni kuto train a day before, ambapo sapoansi ndipo ambapo Jeff anamaanisha kwamba sisi tunaweza tukaiona sio ya msingi, lakini kwa jinsi ambavyo TFF wameipokea wameiona ni ya msingi, ambapo sapo ni ruksa wewe Juma, mimi Jeff na Mpomkai kutokubaliana nao, lakini kwa wao kama wameona ni ya msingi it's okay, na hatuna cha kuwafanya. Na mimi ndo narudi kusema kwamba bodi ya ligi wamefeli. Hiyo sababu iko wapi? Yani mimi nakubaliana na wewe kwamba bodi ya ligi wamefeli, na moja ya felia hizo ni kuwa na kanuni kama hizi, kwa sababu umeona kwa mfano Hans kitu anachokisema kwamba kosa la kuizuia timu isifanye mazoezi ni kosa la kikanuni, liadhibiwe kikanuni. Hiyo nayo ni sehemu ya tatizo, kwa sababu moja kati ya kanuni ambazo zinakuwa abused na baadhi ya timu ni kanuni kama hizo. Kwa mfano kama hiyo, mtu anajua tu kwamba mimi naweza nikamzuia mtu yote asifanye mazoezi, mtatozwa tu 500,000. Sawa, mtu anajua kabisa kwamba bana mimi naweza nikapita kwenye mlango ambao hauruhusiwi, talipa tu 500,000 na nao uwezo wa kulipa hiyo 500,000. Kwa hiyo another lesson ambayo tunajifunza hapa, Mkai, Juma, Hans na Rich na Watanzania wale ambao Hans aliwataji ambao wanatusikiliza. Swala lingine hapa ambalo ni changamoto katika mpira wetu ni uwepo wa kanuni dhaifu ambazo zinawamotivate watu kukosea wakijua kwamba hakuna consequence. Sawa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.